Hali ya taharuki imetanda nchini Tanzania baada ya vigogo wakuu 9 wa Chadema kudhamiriwa kukamatwa. Hujambo na karibu. Mahakama Kuu ya Tanzania kitengo cha Dar es Salaam imetangaza tarehe ya kusikiliza maombi ya dharura yaliyowasilishwa na wanachama watatu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema dhidi ya viongozi kadhaa wa chama hicho katika kesi inayotarajiwa kuvuta hisia kubwa za kisiasa na kisheria nchini Tanzania. Kesi hiyo yenye nambari ya usajili 25480 ya mwaka huu imewasilishwa na wanachama Said Isa Mohamed, Ahmed Rashid Hamis na Maulida Komu ambao wametajwa kama waombaji wa kwanza, wa pili na watatu. Walalamikiwa katika shauri hilo ni viongozi 9 wa Chadema akiwemo John Heche, John Mnyika, Rose Magemba, Brenda Rupia, Hilda Newton, Twaha Mwaipaya, Gavas Bernard, baraza la wadhamini wa Chadema pamoja na katibu mkuu wa chama hicho. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania, maombi hayo yamepangwa kutajwa tarehe 15 Oktoba mwaka huu kuanzia saa 3 asubuhi mbele ya Mheshimiwa Jaji Mbagwa na katika Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ya Dar es Salaam. Waombaji wote wanatakiwa kufika mahakamani bila kukosa na kuwasilisha nyaraka zote wanazokusudia kutumia kama ushahidi katika kesi hiyo. Taarifa imetiwa saini na naibu msajili wa Mahakama Kuu Dar es Salaam tarehe 10 Septemba chini ya muhuri rasmi wa mahakama. Nyaraka za kesi hiyo zimeelekezwa pia kwa wakili Daktari Rugemeleza aka Inshallah ambaye anawakilisha waombaji katika shauri hilo na akitarajiwa kusimamia hoja za msingi zinazolenga kuhoji baadhi ya maamuzi ya ndani ya chama hicho kikuu cha upinzani. Kesi inakuja wakati Chadema ikiendelea kukabiliwa na changamoto za ndani kuhusu uendeshaji wa shughuli zake za kisiasa na namna ya kufanya maamuzi ya kimkakati kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema shauri hilo linaweza kuwa na athari kubwa kwa uongozi wa chama hicho, hasa kama litaibua masuala yanayohusu uwazi, ushirikishwaji wa wanachama na ufuataji wa taratibu za kikatiba. Kwa mujibu wa wadau wa sheria, kesi kama hii ni kipimo muhimu cha jinsi vyama vya siasa nchini Tanzania vinavyoheshimu misingi ya demokrasia ya ndani na utawala wa sheria. Wanasema matokeo ya shauri hili yanaweza kuwa na athari pana si tu kwa Chadema bali pia kwa vyama vingine vya siasa vinavyopambana na changamoto kama hizo za kiuongozi. Tukio hili limezua mjadala mitandaoni ambapo baadhi ya wanachama wa Chadema wameonekana kufuatilia kwa karibu wakitaka kuona kama kesi hiyo inaweza kufungua ukurasa mpya wa mageuzi ya ndani ya chama, na kwa upande mwingine wachambuzi wanatahadharisha kwa matokeo ya shauri hilo yanaweza kuathiri uimara wa chama kuelekea kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2025. Shauri hilo limepangwa kusikilizwa wiki hii na linatarajiwa kuvutia umakini wa vyombo vya habari, wanaharakati wa kisiasa na mashirika yanayofuatilia mwenendo wa haki za kidemokrasia nchini Tanzania. Mahakama Kuu inatarajiwa kutoa mwelekeo wa awali kuhusu hatua za kisheria zitakazofuata baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili. Na huo ndio mwendelezo wa taarifa kutoka hapa Kenyascope, tukikuletea matukio makubwa yanayogusa siasa, sheria na demokrasia Afrika Mashariki. Endelea kufuatilia kwa taarifa zaidi kuhusu kesi hii na mengine makubwa nchini Tanzania. Usisahau kusubscribe ili upate habari sahihi kwa wakati na zenye uchambuzi wa kina.